tunashukuru Mungu mwenye ameweza kutupatia tena hii nafasi ya kuweza kusimama mbele yenu. Hivi tuko na somo ambayo ya mchana ya leo ambayo inasema kutoa miili yetu kuwa dhabihu ambayo iko hai. Katika somo hii tutaweza kuzungumzia kitu ya mkubwa ndani yake, ni ile neno ambayo nasema offrir. Pourquoi offrir? On va lire dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, on va lire le verset 2. Waroma sura 12 andiko lake la pili. Tusome pourquoi tunasema juu ya kuofrir. Sie wote tunaelewa terme yenye ni haiko mgeni kwetu. Je, wakati tunasema offrir iko kitu ya kudone. Maana hakuna tena yenye tutaweza kusema imekuwa ikoni kwetu, lakini tunaweza kuzungumzia juu ya offrir noko ama kutoa miili zetu kuweza kuwa dhabihu katika kichwa ambayo tuko nafuata juu ya kufanyia Mungu ibada ambayo inafaa. Tasoma Waroma sura 12 andiko la pili. Waroma sura 12 andiko la pili. Tusomee ndugu Gloire, utaweza kusomea andiko la pili. Waroma sura 12 shairi la pili nasomeka hivi. Ndio. Na msifananishwe kwa namna ya dunia hii. Na msifananishwe kwa namna ya dunia hii. Mtoe miili yenu iwe dhabihu. Mtoe miili yetu kwa dhabihu ya nani? Iliyo hai. Takatifu. Tutoe miili zetu kuwa dhabihu ambayo iko hai. Tutatoa miili zetu kuwa dhabihu namna gani? Katika andiko la pili wanasema msifananishwe kwa namna ya dunia hii. Dunia hii inafananishwa na nini? Msombe, tusifananishwe na dunia hii, lakini nia zetu wanasema pale verset premier, wanasema wanatusi, wanasema kwa sababu hii ndugu zangu, ninawasihi ninyi kwa rehema za Mungu, mtoe miili yenu kuwa dhabihu iliyo nini? Iliyo hai. Kitu ya pili, takatifu, ya kufanya nini? Ya kupendeza Mungu. Miili yetu ama sisi tuko vijana, tunaishi maisha ya ujana. Eski miili zetu tumeitoa ili iweze kuwa dhabihu, ambayo itaweza kufanya kuweza kupendeza Mungu. Wakati tunaongelea juu ya somo yenyewe inasema kufanyia Mungu ibada ambayo inafaa, ama kufanyia Mungu ibada. Eske ibada yenyewe tuko nafanya, mwalimu anafaa pase alisema ibada, kuko ibada ya kweli na kuko ibada ya nini? Watuelezea shule watu wambili. Walisema shule mtu wa kwanza ni nani? Napenda sie ndio wenyewe tuseme wale watu. Mwalimu alisema wale watu mbili. Kwa mtu mwenyewe alifanya ibada ya midomo tu, na mwingine akafanya ibada yenyewe Mungu anataka yenyewe. Sasa iko Jean chapitre 4 verset 23. Mtu wa kwanza alikuwa nani? Kama tulifuata mwalimu wa dimashi pasi, mtu wa kwanza alisikia kuzaliwa na Yesu, naye alikuwa anataka kusema, anaambia
ilikuwa ibada yenye iko ndani yake hila. Ilikuwa ibada yenye iko ndani yake hila. Na siye kufanya ibada kusudi ibada tuweze kufanyizia Mungu ibada, sharti tuhakikishe mili yetu tumeweza kuitoa kwa Mungu. Hatutatoa mili yetu kwa Mungu sema kweli kuingia hapa nayo ni kujitoa. Kuingia tu na ikala nayo ni kujitoa. Haitoshi. Ukisikiliza tu haiko ile ndio yenyewe tunasema ndio tufanye. Lakini kuna namna ambayo tunaweza kufanyia Mungu ibada ambayo iko ya kweli. Wanasema Mungu anafanya nini? Katika maandiko haya tuweze kushitoa. Na mtu sana ashitoaka, tunajua wakati wa mariage tunasikia mimi natoa kitu fulani na mwingine natoa kitu fulani na mwingine kitu fulani. Wakati vile vitu vyote wenyewe wametoa, ndio yenyewe vitaforme ile mariage. Na wewe mwili yako hautasema mie nenda mwambie tunakuwa naenda kwa kanisa lakini sitaamini hapa. Basi mimi ndio kuamini hapa. Ile kikresha utakuwa umeshatosha kitu kimoja. Kitu kingine hautasema wasiniambie kuibada mimi nisitoake sadaka hapana. Lakini ibada iko forme na vitu mbalimbali. Kitu ya kwanza kunakuwa kusikiliza Mungu. Kitu ya pili kunakuwa kusifu Mungu. Kitu ya tatu kunakuwa kumwabudu. Ya nne kunakuwa kutoa sadaka. Yengine tuendelee. Kumletea mahitaji yetu. Kuleta kuomba, okay, na nyingine? Hakuna nyingine. Vimeshia pale. Vimeshia pale. Lakini kufanyizia Mungu ibada na si mili yetu ni akili yangu hapana, sitakutia akili yangu mbele ya kanisa hapana, sitatia akili yangu mbele ya kanisa hapa. Maana mkisema tunasema kwa akili yangu hapana, lakini nasema kwa sababu hii Mungu ninawasihi ninyi kwa rehema za Mungu mtoe mili yenu kuwa nini? Iwe dhabihu iliyo nini? Yenye na kufa. Ama ya sawasawa na Nairobi alisema na mimi mnionyeshe kwenye Yesu na mimi nakuja kumwabudu. Lakini haikuwa volontaire kusema kwenda kumwabudu. Mlikuwa ndani yake mko hila na kusema kumepatikana mwingine mfalme ambaye ataabudiwa. Hila ilikuwa ndani yake, akasema kusudi watu wasijue na mimi niseme nafanya nini, inaenda muabudu. Lakini ile ibada yenyewe alikuwa iko nataka kufanya ilikuwa ibada ya midomo tu, kwa sababu ndani yake alikuwa anajua ile verite. Na unajua verite gani wakati unakuja kufanyizia Mungu ibada? Wakati unakuja hapo unasema kufanyia Mungu ibada, unakuja unajua nini? Nini ambayo umeshua kwa Mungu? Yengine unaweza kuja hapa hawajashua kitu. Anasema dimashi imefika ni siku ya ibada. Naona kuja ibada. Na tu vile sio wote tunaenda kuibada, tunaenda kuibada. Esi kweli tunajua ni nani ambaye tunakuja kumwabudu. Sawa sawa na maandiko yenye iko musha yenye nasema kuabudu wa kweli watamwabudu katika roho na nini na kweli. Wanasema saa inakuja yenye waabudu wa kweli watafanya nini? Wataabudu katika roho na kweli. Hautaabudu Mungu katika roho na kweli na hauya kuamini. Ama hautashua mtu mwenye kusema ufuate mtu. Unaona kitu ya kwanza unaona unamwamini. Na sasa huyu mtu mwenyewe ananipeleka nafasi fulani. Na najua hatafanya nini, hata nipoteze. Na wewe eski kweli tunajua mwenyewe unafuata. Mwenyewe unaacha umeikala hapa na kusema na mie acha niende miguu yangu pili, niende kala kanisa na niache kusikiliza. Eski unamshua? Kama unamshua, sharti utoe mwili wako kwa nini? Kuwa zabibu. Unaweza kujitolea ndani ya ile eterne ofiri, tutaweza kupata vitu vitatu.
offrir. Kitu ya kwanza ambayo niliweza kupata, niliweza kusema si tout donner. Tout donner. Kitu ya pili, sacrifice. Kitu ya tatu, choix. Tu choisis de suivre qui? Et où tu choisis de te donner à qui? Wewe peke kama chakula sema mie mwili wangu kuanzia leo naipatia nani? Naipatia Mungu. Mungu afanye nini? Kuanzia leo sitatembea ndani ya dhambi, lakini natembea ndani ya haki. Wewe peke unafasha, ni wewe peke hata kwambia papa de leo kuanzia leo uanze kufuata Mungu na jovi hapa. Ni wewe peke unafanya shwari yako. Wewe peke unashwazi. Unasema nini? Na mimi kuanza leo ninashindane kunini? Mungu. Kitu ya pili, tu te sacrifies toi-même. Nasema kisi mwenyewe nilichoazire mie peke kufuata. Amesema nifanye nini? Nimtolee sadaka. Na mimi nafanya nini? Na sacrifier, na bila jisacrifier kunini? Kuyeye. Yengine ni unajibaki wewe wote, hakuna kusema. Mikono yangu sawa, nasema kazi sijui ni kazi ya yenyewe na usu kusema majengo na mie sitakote hapana. Wewe wote unafanya nini? Unajidone. Wewe wote unajidone kwa Mungu. Hayo kusema sana. Lakini na mimi nilisema nimeokoka njoo vile. Lakini si ajoka na okoka. Si ajoka kama na okoka sitawatoa sadaka za hapana. Lakini wanasema tutoe miili yetu kuwa nini? Kuwa dhabihu. Katika andiko la pili wanasema na msifananishwe na nini? Kwa namna ya dunia hii. Kwa kisi dunia inafanana. Ni shua yako. Wewe utajua kama utafuata dunia, wala utafuata nani? Utafuata Mungu. Mwili yako sijue kama utaitumikisha juu ya Mungu ama juu ya nini? Juu ya dunia. Na msifananishwe kwa namna ya dunia hii. Unaweza endelea na ile shairi la pili. Ndio, lakini mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Lakini tugeuzwe kwa kufanya nia zetu nini? Kuwa upya. Mpate kujua sana mapenzi ya Mungu. Msomje. Eski mie kupenda gloire ndio mapenzi ya Mungu? Ama kupendana si Mungu usie ndio mapenzi ya Mungu? Yeye Mungu anataka nisie wote tufanye tufikie wokovu. Anataka kila mtu afanye aokolewe. Wanasema wakati tutatoa miili yetu kuwa dhabihu, wakati tutajidone miili yetu kwa sasa, Mungu na mimi kuanzia leo shua yangu nafanya ninakufuata wewe wote, akili yako yote, nguvu zako zote, utafanya nini? Kusanya wewe jinsi unajua wewe wote unasema na mimi nafanya natumikia Mungu. Hautatumikia Mungu na ungali mbali na yeye. Hapana. Hatuya kuwa watu wa Mungu, hatuya kuwa watu yake, hatuya okolewa. Lakini wakati tumeokolewa, ni pale mwenyewe Paulo anasema tutoe miili yetu ili iweze kuwa dhabihu. Jinsi Mungu aliweza kutoa Yesu Kristo. Tumikia Mungu, sharti uhakikishe wewe wote. Chapitre 6, verset 19. Hamujui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Nasema hamujui isi miili yetu ni hekalu ya Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliepewa na Mungu. Maki wewe hawezi jidole kwa Mungu. Juu hawezi mwenyewe anakaa ndani yako. Ndio ingana naacha unakuwa mbali na nini? Na kujidole kwa Mungu. Unajidole kwa Mungu. Haujidole kwa Mungu, unajua
mwenye iko ndani yako haiko ule wa Mungu, haiko roho wa Mungu, ni roho ya nani? Ndani yako Mungu mtu mwingine, kisha hata haushindone. Lakini kama unajua mwenye iko ndani yako, unajua mwenye uliweza kuamini ni nani, utaweza kufanya nini? Utaweza kushitoa, kwa sababu anasema haujui ya kwamba mwili wewe unaweza sema mwili yako, hapana, umeshasema mwili yetu. Wewe unashitosha, haujui ya kwamba mwili yako ni hekalu ya Roho Mtakatifu. Iko kesi yenyewe hapo. Yaani hayajua, mwenye hayajua aseme tumwamini kama mwili yake itakuwa hekalu na mwili yake. Mwili yako itakuwa hekalu wakati utaweza kuamini Yesu Kristo ya kwamba aweze kutawala maisha yako. Endelea na shairi. Na nyinyi si mali yenu wenyewe. Na si haiko sie. Hatukubasie sie, lakini tuko watu wa nani? Sio watu wafuata ile maandiko. Tuko watu wa nani? Ya Mungu. Ndio. Verse 7. Ndio. Kwa sababu mlinunuliwa kwa bei. Kwa sababu kwa bei yenyewe ililipiwa kusudi tuweze kuwa watu ya Mungu. Kuna bei ambayo iliweza kulipiwa, na wakati ile bei ililipiwa na wewe umeshika mtu ya Mungu, wanasema na wewe toa mwili yako, jinsi iko ni hekalu, toa mwili yako kusudi iweze kuwa dhabihu. Amen. Tuendelee na shairi. Basi tukuzeni Mungu katika mwili wenu na katika roho yenu, maana ni ya Mungu. Tukuzeni nani? Kumekuwa soma lugha ya Fransa na utiliser terme gani? Glorifier. Tukuzeni Mungu kwa sababu nini? Mili yetu ni ya nani? Haiko tena mili yetu kwa sababu kuko bei yenyewe ilipiwa. Juu mili yetu ituapateni. Kusema ni wewe, wao unasema ni wewe juu haushue kama kuko bei yenyewe shalipiwa. Ndio inachaka unakatala kutumikia Mungu. Ndio inachaka unakatala kushikole Mungu ya Mungu. Juu haushue bei yenyewe shalipiwa. Lakini wanasema kuko bei yenyewe itaacha tunafanya nini? Tunatumikia Mungu. Wanasema roho yetu yote, mwili yetu yote na nini kingine. Kumenye kwa somo. Haleluya. Turudilie kusudi sio watu tusikie. Rudilia shairi la 12. Verse 7. Ndio. Kwa sababu mlinunuliwa kwa bei. Kwa sababu tulinunuliwa kwa bei. Basi tukuzeni Mungu katika mwili wenu. Jinsi tulinunuliwa kwa bei, kwa bei yenyewe walilipa juu ya mili zetu, tufanye nini? Tukuze. Tukuzeni Mungu katika mwili wenu. Mili yetu ifanye nini? Imtukuze. Isiwe mili ya kufanya makosa tena, kwa sababu kwa bei yenyewe imelipiwa juu ya ile makosa. Anasema wewe hautatembea ndani ya makosa tena, unatembea ndani ya haki, na bei yenyewe imelipa ni kutoa Yesu Kristo akufe kwa ajili ya ile yenyewe umeshafanya. Makosa yenyewe unafanya kisha kuna mwisho. Nisha mtu mwenyewe ashakuya anauza, anasema huyu mtu hata tena mnivua kufanya hii makosa. Huyu mtu haiko tena mnivua kufanya nini? Ya kutembea tena ndani ya hii makosa. Bei joy mimi nataka atembee ndani ya nini? Ndani ya kweli, ndani ya haki. Kisha Mungu anasema kisi hajalipa ile bei, tunaitwa kufanya ili yetu tuifanye ya kufanya ya kumtukuza. Basi kiko bei yenyewe ashalipa. Kila mtu nguo yenyewe anavaa anaifanya shu alilipa bei yake. Haungelipa bei ya ile nguo bedani kama haiko yako. Kama haiko yako. Lakini kwa sababu ulilipa bei, kinafanya inakuwa yako. Na
Mungu aweze kututawala. Tusomee, endelea. Verset 20. Verset 20. Na katika roho yenu, katika roho yetu, maana ni ya Mungu. Maana ni ya nani? Ni ya Mungu. Soma Wagalatia sura 2 andiko la 12. Anasema mili yetu haiko yetu, kwa sababu kuna bei yenye Mungu ametoa, na ile bei tunakeisikia hapa kwa Wagalatia sura 2 andiko la 12. Tusikie kama namna gani mili yetu iliweza kuwa ya Mungu, ama Mungu anasema kisi nimepana bei, acha na mie mfanye mtoe mili yenu ili iweze kuwa zabibu. Tuweze kusoma Wagalatia sura 2 andiko la 12. Nimesulubiwa pamoja na Kristo. Anasema nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai. Lakini ni nini? Ni hai. Lakini ni hai. Wala si mimi, lakini ni Kristo ni hai ndani yangu. Unaweza kusema Kristo aweze kuishi tena nini ndani yako, kwa sababu ni yeye ndiye aliweza kuwa ile bei yenyewe Mungu aliweza kupana. Mungu alisema ninasulubisha Yesu Kristo kusudi Kofias akuwe wangu, kusudi Bernard akuwe wangu. Lakini anasema nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai, wala si mimi, lakini Kristo ni hai ndani yako. Wakati unasema Kristo ni ndani yako, namna gani tena unatembea ndani ya zamu na Kristo ni ndani yako? Eske kweli ni Kristo mwenyewe alisulubiwa, ama ni Kristo mwenyewe jinsi Herode alisema na mimi nenda aburu, kumbe na hila iko ndani yake? Unasema na mimi nimeamini, kumbe ni kwa hila. Ni Kristo ndani yangu, na uzima nilio nao sasa katika mwili ni uzima wa imani iliyo ya mwana wa Mungu. Uzima ya nini? Hatuko wafuata kosi. Tuko pamoja. Wanasema nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai, wala si mimi, lakini Kristo ni hai ndani yangu, na uzima nilio nao sasa katika mwili ni uzima wa imani iliyo ya mwana wa Mungu, ambaye alinipenda akajitoa nafasi yake kwa ajili yao. Haleluya. Yesu Kristo amejitoa kwa nafasi yako kusudi usitembee tena ndani ya makosa, utembee ndani ya nini? Ya utakatifu, na mwili yako haiko tena kule ndani ya dhambi, iko ndani ya nini? Ndani ya Kristo. Na Kristo iko ndani ya ili mwili wako na kufanya nini? Kufanyia Mungu ibada. Lakini wakati wanasema ibada iko mali, watu wote hapa hatutaona watu. Eski kweli kuna show mwenye iko ndani yenu? Kuna show mwenye iko ndani yetu, wanasema ile imani yenye iko ndani yetu Yesu, ni pale ndipo tunapata nini? Imani. Na wanasema anakuwa ndani yetu, na sisi tunafanya nini? Tunakuwa ndani yake. Hivi wakati tunaposema tufanyie ibada, tunaitwa kutoa sisi. Wewe wote wanashindane kunani? Mungu. Kwa kumaliza, tutasoma andiko ya mwisho. Andiko ya mwisho katika Waroma sura 6. Waroma sura 6 andiko la 13. Je, umepatia ama umefanya mwili yako kuweza kuwa zabibu? Ni zabibu ya kupendeza Mungu ama ya kuchukiza Mungu? Chungu kisi unaweza wewe pia unashindana sema ninatumikia Mungu.
Mungu mwenyewe kwa naona anasema, "Huyu maki mwakili yake kwa nawaza tiko na mitumikia." Uiko kufasi. Lakini wakati Mungu anapotuona sharti ya kuwe fier na si, nasema vraiment huyu bei yenyewe ni pana, alifanya nililipa bei shule yake vraiment haikupotea kwa kitu unasema niliuzia hiki kitu unajua hata niliuza kitu fulani. Je, nini ulichagua mbaya na wewe umechagua namna gani juu ya kutumikia Mungu? Umeshindolea Mungu ama juu ya kufanyia Mungu ibada umeshindolea yeye namna gani? Tusome Waroma sura 6 andiko la 13. Inasomeka hivi. Ndio. Wala msitoe viungo vyenu kwa silaha za uzalimu. Wala msitoe viungo vyenu kwa silaha za uzalimu. Kwa zana. Lakini mshitoe wenyewe kwa Mungu kama wenye uhai nyuma ya kufa. Lakini mshitoe nyuma ya Yesu Kristo kufa. Yesu Kristo ameuiwa, amesulubiwa. Wanasema ile ndio bei yenyewe Mungu alifanya, alipana. Anasema ninatoa Yesu Kristo akufe juu ya nani? Dada fulani juu ya si wote hapa. Anasema ile njoo yenyewe itafanya nini? Itaacha atoke kufanyia ibada tena, ibada yenyewe haifai. Itakuwa ibada isiwe ibada ya midomo tu, lakini ikuwe ibada ya kweli. Anasema afanye nini? Hatuko na somo. Rudilia ile shairi la 13. Wala msitoe viungo vyenu kwa silaha za uzalimu. Wala tusitoe viungo vyetu kwa silaha za uzalimu ya zana. Lakini mshitoe wenyewe kwa Mungu kama wenye uhai nyuma ya kufa. Wewe umeshitoa kwa nini? Haikushitoa kwa kusema wamesema tunataka jenga huko. Wangapi wanashitoa? Kisha wanasamie naleta sio ni triplex. Ile kusikia utasikia ameshitoa kabisa. Triplex sasa kuendea huko usishitoa. Na shitoa. Lakini hapa anasema tushitoe haiko kwa dhambi, haiko ndani ya dhambi ndio tutatoa mili yetu. Lakini tutatoa mili yetu katika haki, katika utakatifu, katika kutumikia Mungu. Wanasema ile njia ya kujitoa tena kwa maneno ya dhambi ile ishapita. Lakini sasa leo ni wakati ya kufanya ya kujitoa kwa Mungu. Na utajitoa kwa Mungu ni wakati utasema nimeamini Yesu Kristo atawale maisha yao. Na wewe wakati jitu tunasema vitu tatu, wewe baki usikue kitu yenyewe ni mlangaje zetu ikuwe kitu itatukuza Mungu. Ni mkutenda yetu ikuwe kitu itatukuza Mungu. Mkutumika ikuwe itatukuza Mungu. Kila kitu yenyewe wewe utafanya ikuwe itatukuza Mungu. Ikuwe kitu yenyewe wakati utakifanya nifanya hiki kitu. Ni Bernard. Mara unasikia wanaishiwa. Basi Bernard angali mnifu ya kufanya tena kitu ya hivi. Watashuta vile wakati wataangalia Bernard hakushidole wewe. Huko vitu vyenyewe uliacha. Unasema hii sawa niko puru na ingine siko. Desha pale mwili yangu utakuwa umegabula ndefu. Nasema hii mguu inakuwa ya huko na hii mguu inakuwa ya huko. Hii kameme, hii ni ya kwenda kwa kanisa, hii ni ya majimaza. Hapana. Kisha ya kwamba tumeshitoa sio kila mtu mwili yangu yote unasema kichwa baki nikiomba ikuwe maombi yenyewe nafanya yenyewe kwa utukufu wa Mungu. Nikisifu ikuwe sifa yenyewe nini kwa utukufu wa Mungu. Nikitoa sadaka ikuwe yenyewe nafanya yenyewe itatukuza Mungu. Lakini isikuwe sadaka yenyewe nafanya itamchukiza wakati tutakuwa hatujue ni nani ambaye tunaamini.
Unaweza kuwa unasema unafanyizia Mungu ibada, kweli utakuwa unafanyizia Mungu ibada, lakini kweli unajua mwenyewe uliamini. Wakati utaamini Yesu ama wakati utafuata Yesu, ni pale ndipo utaweza kufanya nini? Utaweza kufanya mwili yako kuweza kuwa dhabihu. Ni pale ndipo utaweza, Mungu ataangalia, Frema Bernard ananitumikia katika roho na kweli, ananitumikia. Mungu anakuwa fier na wewe parce que tu t'es donné pour lui. Hautashidonne mwingine, lakini umeshipata wewe kwa sasa. Mungu na shiaka kwako nitafanya nini? Unitawala. Mungu anaweza kutawala maisha yako, na ndipo utaweza kufanya nini? Kumfanyizia ibada, ama utaweza kumfanyizia sacrifice ambayo iko vivant. Sacrifice iko vivant ni wakati wewe wote umejilese Mungu atawale maisha yako. Lakini kama Mungu hayatawala maisha yako, kutakuwa vitu vingine utakuwa naona kweli masikini anaenda kwa kanisa na ukafanya makosa, ukafanya tu dhambi moja, sasa ole baki msikisia haiko. Lakini wewe unajua yeye kufanya makosa au unasema mimi sikizia na nimie na jambo hili nilifanya, basi mwili yako yote hakufanyi, hakuidonee Mungu, hakushitoa kwa Mungu. Na wewe kisi Mungu alitoa Yesu Kristo, na sisi tunaita kushitoa kwake ili tuweze kumfanyizia ibada ambayo inafaa. Isikuwe ibada ya midomo. Kusudi ibada yetu isikuwe ibada ya midomo tu, sharti tuhakikishe tunatawaliwa na Mungu, na Mungu amepata nafasi ndani ya mioyo yetu. Mungu aweze kutubariki.